Minyama. Ngoja niwaonyeshe bana. Ngoja niwaonyeshe. Wakuone kabisa unamla ngamia. Na mtoto akija hapa, mtoto mmoja akija, huyo atakuwa ni mlafi. Hebu mvoja uone. Namna hiyo. Huyo ni ngamia. Namwambia na chapati zipo. Na chapati zipo. Na ndimu kama zote. Unaona ndimu. Unajua siku zote supu linaendana na ndimu na pilipili. Na mimi unaona kama nilivyo Ligado. Pilipili kama zote na ndimu kama zote. Ndio maana hata kwenye kombe la FA lile kombe la shirikisho lile walikuwa na kauli mbiu wakasemaje? Wanakwambia hili tunalibeba. Nikamwambia labda mbebe ujauzito. Baba amebeba nini kule Zanzibar kule? Mzee wa utopolo. Mambo vipi kaka? Unajimwaya na supu ya ngamia. Unajua bwana, ukiwa kwenye timu kubwa muda wote unakula burudani tu. Ila ukiwa kwenye timu za chekechea kama wana watoto wa Mudi, hakuna unapata mateso tu kaka. Kwamba ile ni timu ya chekechea. Ile watoto. Na ndio maana ukimwangalia mtoto siku zote huaga anatamba kwa watoto wenzie. Sasa tuje kwenye ligi kuu Tanzania bara. Mtoto wa Mudi muulize mara mwisho kunifunga mimi. Nimekumuulize mwaka gani kwanza? Angalia nilipomdukunyua juzi. Mara ngapi? Mara 5. Na wakati ukienda shuleni, yani mara 5 ni mtoto kutoka form 4 mpaka form 5. Kwa mtoto wa Mudi kwangu mimi kama mtoto mdogo sana. Wamesema mnacheza sana nje ya uwanja mechi zao. Nje ya uwanja. Mara ya kwanza walisema wana imani na Alajiga. Sasa tukasema bora mama nani bodi ya ligi kushirikiana na Wizara ya Michezo wakaamua bora walete marefari ambao wafungamani na pande zozote. Wakawalete marefari kutoka Misri. Haya mtoto wa Mudi na wale marefari wa Misri na maana waamini. Sasa kama hawataki marefari tena wa Misri, waambiani wamwagiza hata bosi wao Mudi. Tuende tukachezana. Haya wale faria muamuzi wakati pale. Mwambie akamate na nini kwenye ngao jamii. Mwambie aingie finali tukutane tena. Alafu bosi wao yule Mudi yule. Baadhi ya watu wamesema kwamba wamewakwepa ngao. Nani mtoto wa Mudi? Ni lazima tukimbie kwa sababu sisi tunataka tumdunde, tumbufue mara 6 mfululizo. Yaani katika Tanzania mtoto wa Mudi kwangu mimi kama mwembe wa uani nikitoka na tikisa tu maembe kama yote chini. Tunajua ushakutana maembe kama yameiva. Unaja kupiga na sonzo kule juu. Wewe unatikisa tu ule mti. Mtoto wa Mudi kaa pombe ya ngomani na jidibulia tu muda wote. Kwa tunataka tujue kwamba hii ni supu baada ya kushinda mara 5 mfululizo au ni baada ya kuchukua ubingwa. Kwanza hii supu ina mambo matatu. Supu mara kwanza kabisa supu tunasherehekea ubingwa. Cha pili kumbufua mtoto wa Mudi. Cha tatu ni kwa sababu mtoto wa Mudi nimembufua mara 5. Ni moja kati ya timu ambayo nimeigeuza kabla Dodoma Jiji utopendo Dodoma Jiji ilochangamka. Kwa hiyo halafu supu hii waambieni watoto wa Mudi. Supu hii huyu sio ng'ombe, sio mbuzi, sio kondoo, huyu ni ngamia. Na ngamia nitajie Tanzania anafugwa wapi? Hakuna. Huyo anafugwa kwenye majangwa ya Sahara kule wapi? Kule Misri kule. Na nitafutie basi lolote naenda Misri. Hamna. Kule zinaenda ndege tu. Kwa ngamia hawa wamepanda ndege, wameshuka juzi Mwalimu Nyerere International pale. Kwa hiyo sisi tunakula mnyama ambao pandi kwenye fuso wala lori. Amepanda ndege ameteremka International Mwalimu Nyerere pale. Huyo apandi lori. Huyu apandi lori huyu. Na ngamia namwambia ngamia. Ngamia kwanza wanachinja watu wasafi. Ngamia cha kwanza ukitaka kumchinja lazima kwanza uoge kwanza, unamsomea dua, baada ya unamsomea dua, afu analala chali mwenyewe ndio unapata usipomsomea asipokubali umchinji. Na ndio maana hata laza ya huyu ngamia mtoto wa Mudi. Tuambie huyu ngamia amekubali dua ya Yanga. Amekubali na ndio maana ukiangalia mimi unaona mavazi nilovaa. Anavaa watu gani? Waarabu. Mwarabu shai kumwona amevaa kaptula wala suruali, anavaa msuri. Na ndio maana mimi mwenyewe nilipoangalia ngamia katoka Misri kule, nikaona bora nivae msuri kwa sababu wakati wa kumchinja lazima uvae msuri, wakati wa kumla lazima uvae msuri. Ndio maana unaona mimi nimevaa kama nimetoka sasa hivi kule kule Misri kule. Tupe ladha yake, uwe supu watu wakuone. Watoto wa Mudi. Wasije wakasema unakunywa. Watoto wa Mudi wanatamani kuja hapa lakini nawaambia hii shughuli ya mabingwa. Hapo watoto wa Mudi sasa kasema nimekamata utipoti tupu. Minyama. Ngoja niwaonyeshe bana. Ngoja niwaonyeshe. Wakuone kabisa unamla ngamia. Na mtoto akija hapa, mtoto mmoja akija, huyo atakuwa ni mlafi. Hebu mvoja uone. Namna hiyo. Huyo ni ngamia. Namwambia na chapati zipo. Na chapati zipo. Na ndimu kama zote. Unaona ndimu. Unajua siku zote supu linaendana na ndimu na pilipili. Na mimi unaona kama nilivyo Ligado. Pilipili kama zote na ndimu kama zote. Kwa hiyo ushawahi kuona supu inawekwa maziwa? Hamna, lazima iwekwe ndimu na pilipili. Na ndio maana unaona nipo Ligado. Pilipili ni nyingi sana. Ndio ladha hiyo. Unajua mimi mwenyewe nakunywa sana pombe, napiga supu kwa kutumia ndimu na pilipili. Baada hapo naenda kunywa kufushia kile kitu roho inapenda pombe. Kwa hiyo sasa unaona mimi jinsi gani kwamba sisi bado tunasherehekea ubingwa. Alafu kitakujua kwamba sisi ni wakubwa. Angalau bado tuna michuano mingine ya finali. Sio unaona? Tukitoka hapa leo, tunapumzika kesho. Kesho kutwa Jumapili tunaenda Zanzibar kwa hiyo. Tunaenda kumbufua Singida. Unakumbuka Singida alimbufuaga mtoto wa Jonas Samson na wasubiri kwa hamu. Singida alimuonea kibonda mwenzia mtoto wa Mudi. Kwangu mimi Singida afui dafu.
Umesema kwamba Singida yani kwanza siku ya Jumapili yule mtoto kwa sababu aliadhibiwa, sasa tunakwenda kumlipia. Yani mechi hii tunakwenda kumlipia mtoto wa Mode kwa sababu si wakubwa. Mtoto anapoteleza si kazi zetu kwenda kusawazisha alipoharibu mtoto wa Mode. Hamchezi kwa ajili yenu, mnacheza kwa ajili ya kwenda kumlipia kisa. Kwa sababu ya kwenda kumlipia mtoto wa Mode, kwa sababu lile si toto langu. Sasa toto lile lilienda kuzurua, msasiku limekula makofi na watoto wenzie. Sasa mimi kazi yangu kama baba nachukua jukumu hili kwenda kumlipia kule Zanzibar. Kaka Singida wachomoki hiyo mechi. Mtoto wa Mode mimi nilishasemaga mtoto wa Mode mbovu, watu wanabisha. Angalia sasa wewe, mpaka mtu anakimbia uwanjani, anakimbia press. Juzi ulikuwa hapa kwa Mkapa pale. Amekimbia mpaka medali pale. Mtoto anakuja kumchungulia ndani ya dakika 2 na kuja kuangalia. Yuko Bunju. Yaani mtoto anajua kukimbia yule. Juzi wewe yule mtoto yule. Kwani wewe uko hapa pale? Baada ya dakika 90 pale kuisha, mtoto alipotoka kama defender na kuja kuchungulia, yuko Bunju. Nikaona yule. Unaona Mpanzu akiwa Bunju kule. Mpanzu anatamba pande zile za utotoni. Mpanzu nani? Kaka Mpanzu juzi pale alikuwa anazurura tu na kaptula ndani, alikamatwa juzi. Nimekwambia yule nani yule Kapombe alikuwa anatema mate kama nyoka mle ndani, nakwambia. Sisi ndo wakali, tulimkaba kila sekta. Tulimkamata kwenye mbavu changa, kwenye kushoto, kwenye masikio, kwenye bichwa, mpaka maji alitamma yule Kapombe yule. Kwa hiyo walisema sisi kuna Mpanzu nani yule, hawa yule. Wanasema hamwezi kubeba ubingwa bila kumkaba Mpanzu. Sasa waulize hii kauli bado ipo? So walisema tuanze kumkaba nani? Hatuwezi kutangaza ubingwa bila kumkaba Mpanzu. Waulize juzi pale kuepa pale. Mbona alikuwa anazurura tu na kaptula tu ndani. Mliwapulizia dawa kwenye vyumba vya makubadilishia. Nani mtoto yule mbovu? Angalia kwenye mechi vile viporo vingapi? Viporo 4 vile. Amecheza KMC pale mpaka 140 pale. Penalty kama zote. Haya kwenye mechi za mwisho amecheza wale Ken Gold. Sasa nenda kaangalia kwa msimamo wa ligi Ken Gold. Kafa anashindwa hata kupiga chapa kwa msimamo wa ligi. Mwangalie wale Kayela. Kafa anashindwa hata kupiga chapa kwa msimamo wa ligi. Yule kapiga bomu mochwali. Sasa kama kweli angekuwa na uwezo, sangekuja angepata hata goli Lofton. Mbona tulikuwa tunamkabia juu kwa juu pale. Anakuambia Master Pakome anakaba nani? Yule Pakome unamuona Pakome. Yule anatamba utotoni, anatamba na ukubwani. Haya mtoto bure anatamba utotoni tu. Ukubwani hawakuwezi. Ukubwani? Huko anatamba watu wazima. Washa wali kumuona mtoto anatamba kwa mtu mzima, lakini mtu mzima anatamba pande zote. Na ndio maana tulimwambia mtoto wa Mode, tarehe 25 kelele mwisho Chalizo ukija mjini Yanga anatamba. Nani anatamba sasa hivi? Wakati tarehe 15 ile wakati wametaja, watoto Mode walitugea sana chai. Tarehe 25 ilivyotajwa, tarehe 15 walitugea sana chai. Tarehe 25 ilipobadilika tarehe, mtoto wa Mode tukaanza kumrudisha kikombe. Kimya mtoto wa Mode. Naambiwa waliweka booking ya gari la kushangilia ubingwa. Ubingwa gani bwana? Na ndio maana hata kwenye kombe la FA lile kombe la shirikisho lile walikuwa na kauli mbiu wakasemaje? Wanakwambia hili tunalibeba. Nikamwambia labda mbebe ujauzito. Baba amebeba nini kule Zanzibar kule? Kaambulia kubeba ujauzito kule. Wameongeka mbele ya rais pale. Mtoto wa Mode ukitaka yule mtoto ni mbovu, labda nikuhesabie. Kwenye ngao ya jamii kakamata nafasi ya pili. Kwenye kombe la shirikisho kamata nafasi ya pili. Kwenye kombe la ligi kuu kakamata nafasi ya pili. Basi mashine ya kusaga liko sehemu moja tu muda wote. Wafanyaje ili wachukue ubingwa? Hebu washauri kidogo. Yani pale labda waje wachukue labda injinia enda kawadhamini. Lakini vinginevyo kwa yule nani bosi wao yule Mode yule, kwa sababu ili uwe na timu nzuri, ili uweze kuchukua wachezaji kama kina Pakome, lazima upate wachezaji kama wa GSM, wote ukachukua wachezaji wa kimataifa. Sasa wewe unakwenda kumsajili Debora, unaenda kumsajili yule mwingine nani Mpanzu. Tena sio Mpanzu wamemsajili, wamemleta kwa njia ya vikoba, wamemkopa yule. Sasa mchezaji unamkopa leo unaanza kurudisha kesho. Watoto kuna watu wengine wanakuambia wachezaji wa Simba sio wabovu. Wale wakivaa hii nembo ya Yanga wanabeba, yani wakicheza tena na Yanga wakicheza na Simba watashinda tena. Umemwona yule nani Mpanzu yule? Yani yule Mpanzu anashindwa kufurukuta kwa sababu yupo kwenye timu mbovu na watoto. Mpanzu mzuri. Yani yule Mpanzu mpaka sasa hivi kama engineer, maana nimelisikia kama watu washaondoka na kichwa chake. Lakini kama kweli alafu msimu ujao hapa Mpanzu pale Fei, mtoto wa Mudi anakwenda kukimbia mechi zote 3. Bana Fei anakuja. Yani watu washamaliza shughuli mne. Tena yule sio tunachukua. Yani yule tunafanya hivi, yule mtoto wa nyumbani yule. Fei I'm coming Dar es Salaam Young African. Msimu ujao ugali wa moto mboga ya moto kiingia ndani nje ntiti. Hapa Fei pale Mpanzu mtoto wa Mudi lazima kimbie mechi zote kaka. Sikia tetesi kwamba kuna ujio wa Jonas Msoa pamoja na Ibrahim Keita kutoka TP Mazembe. Kuna ukweli kiasi gani? Sio unasikia. Yani unaona hii ni bara la Afrika. Sisi tukiamua hata yule nani yule mchezaji kutoka manani kule Old Trafford wala kina Fernandes wote wale kina mama Duru Silva wote wale tukiamua sisi tunawabeba wale. Anasema hamna hela. Hivi ngoja kwanza. Hivi mchezaji gani ambaye akiona nembo ya Yanga anakataa kucheza?
Hebu ukitaka ujue, watu wanashindwa kuelewa. Kwa nini nakuwa bingwa? Unajua mimi nimekaa kisoka kwenye swala la michezo limegawanyika sehemu 3. Ukiangalia nembo ya Yanga vizuri hapa, wewe sogeza uone. Maana tutaki tuongee bla bla. Ukiangalia nembo ya Yanga hapa imegawanyika kwenye swala la michezo sehemu 3. Kwanza tulipata uhuru. Nembo na mwenge uone hapa. Tulipata uhuru kwanza. Ndio Yanga mkombozi wa nchi. Ukiangalia hapa kuna watu watatu. Unaona kuna mwanamke. Hii inaitwa netball. Wanawake michezo haipo hiyo. Ukimwona mtu katenga ngumi hapa misumbwe. Sio kwenye swala la michezo. Hadi ngumi nyinyi mnapiga nyinyi. Hiyo ina swala la kwenye michezo, nimekwambia kwenye swala la michezo. Ndio maana nimekwambia nimekaa michezo. Watatu tunamwona Ziziki hapa. Anapiga blockbuster one misery michezo hiyo. Twende kwa watoto wa Mudi, nenda kaangalia nembo yao. Imekaa Simba. Sasa Simba mzungu akija sana anajua gari la watalii kwenda kuangalia wanyama wa Mikumi huko. Ile gari watu tamodi. Kinachowakosti ni nembo. Ni nembo. Sasa mzungu akija anataka kwa mfano anataka kuwekeza. Akiangalia kwangu mimi, anaona nimekaa kimpira. Akienda kuangalia nembo yao pale, anajua humu nakula kumchukua Feitoto kwanza. Wanaela. Kumvisha jezi. Tena sio kumvisha, unavalisha kwa kutumia kompyuta. Ile ke original hamna. Baba msimu yao Feitoto anarudi Yanga. Anakaje kwa wafunga madishi wale. Atakaje kwa wafunga madishi kule. Azamu mpira ukiwashinda wana mambo mawili ama matatu. Mpira ukiwashinda aiza ubebe delu kauza juisi mtaani au ubebe spanu kafunge madishi kwenye viwambaza vya watu. Aza wanatia mpira. Aza mwana mpira, aza anakufunga mara nyingi. Na amemfunga nani mwaka gani? Ananiviziaga. Anakuvizia. Mwambieni hivi, Azam kama anajiamini kweli. Na yeye mwenyewe si upo kwenye ngao jamii. Mwambie akamate nafasi ya kwanza au nafasi aina akakamata nafasi ya kwanza au ya pili tukutane finali. Azam yule mnamtaka na yule finali yule Azam funga madishi. Maana unavyomzungumzia Azam na watoto wa Modi. Shamba la Bwana Eli mbuza Bwana Eli pipa na mfuniko mtu na shoga yake wale. Sasa mimi nikimkosa mtoto wa Modi namtaka mfunga madishi Azam. Na mgonga. Mimi namtaka finali yule. Kwanza nikiangalia yule kama kwanza ukienda kuangalia kwenye msimamo pale. Nani? Toto la Mudi nimekamata nafasi ya pili, Azam kakamata nafasi ya 3, alafu ya 4 yupo nani? Black Star. Sasa kikanuni nasema hivi, mshindi wa kwanza anakwenda kukutana na mshindi wa 3. Mshindi wa pili anakwenda kukutana na mshindi wa 4. Sasa mimi nakwenda kukutana na afunga madishi, mtoto wa Mudi anakwenda kukutana na mume mwenzie. Nani? Black Star. Maana yule mmewe yule. Black Star. Mume wa mtoto mmewe. Mmewe salimkiaga mimba kule babati kule osha sahau. Kala 3 mzuka kule au ushasahau wewe. Kala 3 mzuka. Kapewa kibajaji kule Babati. Na mnakutana nao hao sasa. Singida. Singida ndio maana nimekwambia. Yule anatambia kwa mtoto wa Mudi kwa ndio pande zetu atambi. Na ndio maana atambi kwenu kwa sababu ni tawi. Tawi. Kwani mtoto wa Mudi? Yes, sio tawi langu. Muuliza nimembufua mara ngapi? Twende kuangalia. Singida nimembufua mara ngapi? Mtoto wa Mudi nimembufua mara ngapi? Nani tawi hapa? Nani mtoto wetu hapa? Twende kwanza, twende tukaangalie kwa twende kuja juzi mjini. Sawa, haya ile mtoto la Mudi lenyewe. Kama kweli sio tawi, juzi pale mechi imechezwa kama finali. Kombe liko pale. Mimi niko na mzidi pointi 1. Ina maana hata mwenyewe angeshinda, angechukua kombe. Haya, yeye kama sio tawi langu. Mbona nimembufua pale? Kwa nini asingejitetea pale achukue kombe? Mbona nimembufua? Mamchasiku mpaka akasusa medali. Medali unamsusia. Tunabeba kombe mpaka lini? Tunabeba tujue ili tuwaambie wao wanajua. Nimebeba sasa hapa, nimebeba minne. Nimelipa ile minne ambayo alichukuaga yeye. Sasa mwambie hapa ndo tunaanza msimu ujao 2025-26 tunakwenda kubeba mara 6 ukichanganya na hii minne 10. Nabeba? Yaani sasa alibebaga minne. Mimi nimeshamilipa minne tayari. Sasa tunaanza 2025-26 tunaanza na 1. Sasa tunaanza na 1 tunabeba mara 6. Mara 6. Mtoto wa Mudi. Kwani kubufuriwa unafikiria alikuwa anataka kubufuriwa? Kwa hiyo yani yeye waga tunamsurutisha. Utake usitake lazima ubufuriwe. Kwa hiyo niambia mlimlazimisha. Yaani sisi tupo unajua kumsaka kunguni. Kunguni siku zote ukimsaka sana kwenye sofa, ukimkosa unalipua sofa zima. Kwa mtoto wa Mudi tukionaga tumemsaka tukimkosa tunalipua sofa nzima. Na ndio maana juzi tumemlipua pale. Baada kumlipua kachanganyikiwa. Katoka speed bunju kule na mpaka alitaka kupita pale kwenye liwanja lao la mananasi pale. Kwa hiyo mtoto wa Mudi mwambieni pande zetu atambi. Pande anazotambia yeye kwa Dodoma Jiji, Singida Black Star, na Singida mwenyewe kidume. Kwangu mimi yule kama mwembe wa wani, yani yule nikitoka na tikisa tu. Mtoto wa Mudi kwangu mimi afui dafu kaka. Watu wanadai kwamba nyinyi ndio bodi ya ligi maana matako yenu yametimizwa. Usiseme bodi ya ligi, sisi ndio wenye nchi hii ya Tanzania. Na ndio maana sisi tukiamua kusema jambo kwamba tucheze ng'oo mpaka kitekelezeke hiki na kinatekelezeka.
Tulisema hatuna imani na Mangu nani yule nani Mguto. Tulikuwa tunasema hatuna imani na Kasongo. Tukasema kijiuzuru tunakwenda kucheza. Na tukasema tarehe badilike. Baba havijabadilika vyote. Wale wote wamepiga nyama chini, tarehe imebadilika, tumeenda kucheza. Wao wanahisi kwamba mmeshinda hivyo hivyo kihuni. Kwani maelekezo ya nani? Mtoto wa Mudi kwanza anavyoongea, mwangalie muda gani anaongea. Kama anaongea asubuhi kasha kunywa chai kashiba, na kama akaongea jioni kasha kunywa mkangafu na wanzo kikashalewa. Timu mbovu ile kaka. Yaani watake wasitake, uoga na imaanisha maneno mabaya na wewe nani ame. Timu mbovu. Yaani unaona kabisa hili ni papai, lakini ame anasema hili ni embe. Ile timu ni mbovu kaka. Mwambie hivi, hatujamaliza. Sasa tumebeba ile kombe. Leo tunakunywa supu, kesho tunaenda zetu, kesho tunaenda Zanzibar, ndio tunabeba ile kombe, tunakaa hapa tunafanya parade siku ya Jumatatu, tunakaa kama majuma kadhaa, tunakwenda kuchukua safari laga tena. Mtoto Mudi yeye atakuwa anapika matembele mtaani, mimi kipindi hicho kidume nagombea bado makombe. Nimekwambia nikibeba kombe la safari laga msimu huu nakuwa nimebeba makombe 6 mfululizo. Ukiingia hapo Jangwa hapo ndani hapo mpaka kabati limeenda upande kwa sababu ya makombe mengi kweli. Kuna watu wanadai sasa mnaenda kubeba hadi makombe ya bia. Nimekwambia hivi, yani safari hata likaja kombe la kimvuli tunabeba, limradi tunamkomoa tu. Hata kimvuli tunabeba, sio kombe la bia. Yani hata likaja kombe kimvuli tunabeba. Na hii yote kumkomoa mtoto wa Mudi. Nimeanza na Ngao ya Jamii. Nimekuja Muungano. Nimebeba ligi kuu. Nakwenda kubeba FA. Nakwenda kubeba Toyota. Nakwenda kubeba kombe la safari laga. Makombe mangapi hapa? Mtoto wa Mudi kabeba nini? Zaidi ya umbea na majungu mjini. Kwanza nikwambia kitu, mtoto wa Mudi juzi alivyokimbia yuko sahihi. Wahenga nakwambia na malizako ni wahenga. Kwa sababu gani? Kwa sababu mimi nabeba kombe, Yanga valishwa medali. Sasa wahenga nakwambia kuvalishwa medali bila kubeba kombe, hiyo sasa na ilizi. Naam. Unaona kipi cha kusema?